Sasa kwa nini tuna trade forex? Kwa nini mimi na wewe tusingeamua tu bana tukalime hata mpunga au tukalime tukafanye biashara nyingine? Kwa nini naamua kufanya forex? Au kwa nini forex imeamua kuvutie mpaka uifanye? Kitu cha kwanza lazima kuwe na sababu. Volatility. Napoongelea volatility namaanisha ile movement au namaanisha mzunguko wa forex. Hakuna muda hata mmoja ambao utakuja kusema forex, nafanya biashara ya forex au biashara yangu imekosa mteja, nauza hela imekosa mteja kwenye hii forex tunaoifanya sisi, kwamba sasa hivi soko limedolola. Masoko mengine unaweza kusema, mfano una duka lako ukasema sasa hivi hali imekuwa ngumu, hamna wateja au biashara bidhaa zitoki, lakini kwenye forex mzunguko ni ule ule. Mzunguko upo kila siku masaa 24 kwa siku 5 za wiki, kwamba Jumatatu mpaka Ijumaa soko linazunguka, kwamba wewe ni kutafuta point yako tu, hapa ndo niingilie sokoni, hapa nikatokee. Kwa hiyo ni biashara ya pekee ambayo inazunguka masaa 24. Hakuna biashara nyingine ambayo inazunguka kwa masaa 24. Kwa hiyo muda wowote ule unaweza ukawa unatengeneza pesa. Hapa sasa hivi tunapoongea soko linaendelea kuzunguka, una order zako zinaendelea kulani, kuna watu wanapata profit. Kwa unaweza kaamua wewe ndani ya siku nzima unakuwa unafanya biashara, au muda wowote naweza nikaamka saa 7 usiku nikasema okay, ngoja nifanye biashara. Kitu kingine ni accessibility. Accessibility kama nilivyo ongea hapo kwamba ni mahali popote pale unaweza kufanya forex. Hamna sehemu ambayo sio soko ambalo lipo sehemu kwamba nikisema nikitaka kufanya forex lazima niwe Dar es Salaam, au nikitaka kufanya forex lazima niwe kwenye sehemu fulani, niwe ofisi fulani, au nifungue ofisi fulani. Forex as long as kwamba una computer, una internet, unaweza kuifanya mahali popote pale. Ni biashara ya mtandaoni, kama upo connected na mtandao basi unaweza kufanya popote pale. Uwe nyumbani, uwe kama ni kazini, iwe ni usiku, popote pale unaweza kufanya forex. Hakuna biashara nyingine ili ufanye inabidi uwe kwenye eneo husika. Uweze ukasema unataka kulima alafu upo mjini hapa. Uweze ukafanya hicho kilimo. Sana hiyo itakuwa ni bustani hapo. Ama uweze ukasema kwamba unataka ufanye biashara ambayo inahitaji watu wapite waone ndo wanunue, alafu sehemu ulipo umejificha. Lakini kwenye forex naweza nikajifungia chumbani ukakuta unafanya biashara. Kuna kipindi ambacho nilikuwaga watu hawajui hela natoa wapi, lakini kila siku wananiona huyu jamaa mbona anajifungiaga ndani. Nadhani miaka kama mingapi imepita, kama 3. Wanaona mbona huyu anajifungia tu ndani lakini hela haishiwi. Unaona kitoka na hela haendi popote. Kwa hiyo ni ile kwamba unaweza ukaifanya umerelax uko ndani, mtu asiku hela unatengeneza na maisha yako yanaendelea kama kawaida. Kitu kingine ni leverage. Tutaona baadaye maana ya leverage, lakini hauhitaji kuwa na hela nyingi sana ili kufanya forex. Ni kama hapo nilipokuambia, $10 unaweza kusema unaanza forex, 20 unaanza forex. Lakini ndio kama nilivyosema madhara yake kwamba faida utakuwa unatengeneza ndogo sana. 10%, mfano tuna focus kwenye faida ya 10% ili biashara ionekane yenye uhalisia. 10% ya $10 ni $1. $1 si senti 10. Haya, 10% ya $100 ni $10. Kwa hiyo mwenye $100 ataweza akafocus faida ya $10. Hiyo kidogo ina logic. Mwenye $1000 anaweza akafocus kwenye $100. Hiyo kidogo ina logic. Sio mtu ana $10 anataka focus apate $10. Hiyo ni 100%. Sasa kwenye forex hauhitaji kuwa na amount kubwa, hauhitaji kuwa na mtaji mkubwa ili ufanye forex. Kumbuka mabadiliko ya price, mabadiliko ya bei sio yale makubwa sana. Mabadiliko ya bei yanakuwa ni kiasi kidogo tu. Yaani kwamba dola imetoka 2250 inaenda 2252. Umepata faida ya shilingi 2 kwa kununua dola moja. Ili upate faida ya angalau shilingi 1000 ulibidi ununue dola nyingi sana. Labda dola 100,000. Sasa wewe kununua dola 100,000 hauhitaji kwenye account yako uwe na 100,000. Unaweza ukatakiwa kwenye account yako uwe na $10 tu. Kwa nini? Kwa sababu kuna amount ambayo nyingine brokers wanakuwa na kukopesha ili wewe uweze kufanya trading. Hiyo amount wanayokukopesha ni kukuwezesha wewe kufanya trading. Maana halisi ya leverage ni ile kwamba kutumia hela ya ambayo sio ya kwako ili kufinance kitu fulani. Kwa hiyo unaweza kununua hilo kama ni dola kwa kutumia hela ambayo sio yote ya kwako, nyingine umekopeshwa na broker.
Ikitokea umenunua umepata faida, ile faida ni ya kwako. Lakini ukipata hasara pia umepata kwenye hela yako. Ile ya broker inakuwa iko secure, iko safe. Utaona baadaye kuna kipande cha leverage tutakiongelea kiukubwa zaidi ili uweze kuelewa leverage inafanyaje kazi. Lakini kama mtu ambaye amesoma masuala ya finance anaelewa sana swala la leverage. Kitu kingine ni low barrier to entry. Ile condition ndogo sana kuingia kwenye forex. Hakuna kama condition nyingine ya biashara nyingine, condition unahitaji uwe na sehemu fulani ofisi. Ukitaka kufungua kampuni yoyote ile, ukianza kwa registration utaanza kuambiwa bana, ofisi yako registered office wapi? Uende sijui kwa mwenyekiti wa mtaa, utafute sijui mkataba wa jengo hilo. Uende uwezo kufanya biashara una leseni. Sasa lakini kwenye forex unafanya una leseni yoyote, unafanya bila kuwa na ofisi yoyote, unafanya sijui barrier ya mtaji sijui unahitaji ile, kuna biashara nyingine lazima una milioni 10 ndio ufanye. Haina kitu kama hicho. Unanisikia? Ndio nakusikia. Naona mtandao kama vile ulikuwa umenanili unasumbua. Kwangu? Ni unasumbua huku au kwako? No, nilikuwa nimeona hapa internet yani imeniandikia internet imekata, ndio nikasema imekataje tena. Kwa kama unanisikia okay. Endelea. Kwa hiyo hahitaji kuwa na barrier nyingi sana. Kwa hiyo ni biashara ambayo unakuta iko ya kurelax sana, kwamba nikiwa tu na shilingi kadhaa naweza kufanya popote pale. Sihitaji kuwa hakuna barrier nyingi za kuingia kwenye hiyo biashara. Unahitaji tu kuwa na simu inapatikana. Unahitaji kuwa na kompyuta mtu anapata, anasema anaanza business. Unaona? Knowledge, kitu ambacho ni barrier kikubwa sana kwenye forex ni knowledge. Lakini sasa hivi uzuri kwamba tunaofanya forex tuko wengi, knowledge unaweza kuipata mahali popote pale. Kwa hiyo ndio uzuri ule. Lakini kipindi kwa mfano mimi naanza, nadhani nilitafuta mtu kama ni hapa Tanzania sikuwa kufanikiwa hata kumpata hata mmoja. Kwa hiyo basi nikakuta anafanya online sana kama hizi ambazo tunafanya hapa kama na wewe. Nikapata kampuni ambayo nikajiattach nayo, kwa nikapata mafunzo yote. Kwa sasa hivi ambao wanaanza forex sasa hivi wana advantage sana. Kwa barrier hiyo ya knowledge kidogo imepungua. No commission naziongelea hapa, naongelea masuala ya fee nyingi, atulipi exchange fee, kwamba ili mimi nibadilishe fedha fulani nahitaji nimlipe mtu fulani. Hizo fee tunazolipa kwa mfano hao mabroker wanaotusaidia kufanya exchange, wao wanakata juu kwa juu kiasi kwamba fee yao wanaipata kwenye terms ya ile hela anaotuuzia hela fulani na anaonunulia. Kwa hiyo ananunua kwa bei ndogo, anakuja kuuza kwa bei kubwa. Na mimi sisemi kwamba ile fee anayokata in terms ya spread kwamba ni fee ambayo mimi nailipa kwa sababu niko winning. Nimeangalia kwamba huyu yeye anauza kwa bei hii, nimenunua kwa ridhaa yangu, na anauza kwa bei hii, ananunua kwa bei hii, nimemuuzia kwa ridhaa yangu. Sasa ile faida anayopata yeye sisemi kwamba ni fee kwangu, hapana. Sihitaji kulipa government fee yoyote ile, silipi ile kodi yoyote ile. Kwa ni biashara ambayo hakuna mtu atakaye kuja kukuambia bana TRA wanakutafuta ulipe. Labda Tanzania na yenyewe nao akisikia Anko Magu ataanza kutupaka kwamba bana mnatakiwa mlipe fee, mlipe kodi kwenye serikali. Lakini kwa sasa hivi ni kitu ambacho hatufanyi. Bonus and promotion, kwamba biashara ya forex unaweza ukapata bonus na promotion nyingi sana. Mfano mimi nishaipata bonus nyingi sana, naweza kusema labda na promotion ambazo ni nyingi, of course ni nyingi toka nianze labda kusema forex nyingi. Nishaikuwa kushiriki shindano la kupredict price, closing price ya currency ambayo inakuwa inatolewa na brokers wanakuwa wanatoa. Hiyo ni form ya promotion sasa, au bonus. Ni kama vile mashindano tu wanaotoa Voda wanaposhindania wateja. Kwa hiyo kuna mabroker wanaposhindana wao ili kupata wateja watakaofungua account kwao, kwetu sisi ni faida. Kwa sababu mashindano kwa mfano haya yanayofanywa na kampuni za simu, kwamba mimi nitakupa, ukitoa 500 nitakupa GB 10, mwingine anakuambia nitakupa GB 5. Wao mashindano yao kwetu sisi ni faida. Nitakupa dakika 100 za kuongea,
na mabroker pia walitoa hizo competition wanatoa. Kwa hiyo sisi kwetu ni faida. Shawahi kushiriki competition moja ambayo ilikuwa ya kupredict price, closing price kila Ijumaa, kwamba price itajifungia wapi ya currency ipi. Wanatoa currency, broker anasema anaitoa Jumatatu kwamba predict Ijumaa price ya mfano Euro USD itakuwa wapi, itakuwa ngapi. Sasa uwezi, of course ni ngumu kupatia exactly kwamba itakuwa kwenye 1.20 30 40, ni ngumu, lakini kwa wote walio predict, yule ambaye amepredict iko close na pale ilipo kifungo, unaweza kukuta wote tumepredict labda 1.20 30, mwingine 1.20 40, mwingine 1.20 50, yenyewe ikawa imefunga kwenye 1.20 labda 25. Kwa hiyo aliye close ni huyu wa 30 ndio alikuwa anakaribia. Kwa hiyo nishawahi kupredict, nishawahi kushindana na nile hivyo nikawa nimewini mara moja, na walikuwa wanatoa prize ya $500. Kwa hiyo na promotion nyingine wanazotoa kwa wale ambao wanafungua account kwa mara ya kwanza, bonus ambazo wanatoa kwamba ukifungua account kwa broker, kama wewe ni new client kwao, basi wanakupa bonus labda mfano $30 40 za kuanzia, ambazo ukizizalisha kwa masharti ambao wanakuwa wanatoa, basi unaweza kuzi withdraw. Kwa hiyo mtu anaweza akaanza bila atakuwa na hela yake, akazalisha zile, kuna masharti tu kidogo wanatoa, akiyafanikisha hayo basi anaweza akaitoa ile fedha. Kwa hiyo promotion ziko nyingi na bonus ziko nyingi ambazo naweza kusema zinavutia kwenye kufanya forex. Sasa kwa sababu forex tumeshaona kwamba ni biashara inayojihusisha na kuuza fedha na kununua, kwa lazima tuijue hii fedha kiundani tunayoiuza tunayoinunua ni fedha ipi. Huwezi kusema ukaikuta hii biashara yetu tunaifanya forex sasa hivi ukaikuta ile ya Kitanzania ipo tunaiuza au tunainunua. Kwa hiyo ni lazima kuna fedha fulani ambazo ndo utazikuta kwamba hii ndio fedha ambayo naiuza, hii ndio fedha ambayo ninainunua. Siwezi nikaikuta ile ya Tanzania, siwezi nikaikuta ile ya Kenya. Kwa nini? Unaona? Kwa hiyo kunakuwa na sababu. Fedha ambazo tunajihusisha, kuna major currencies ambazo zinakuwa traded kwenye forex online trading. Zile fedha ambazo tunazitrade kwenye forex ni zile fedha ambazo zinatumika kwenye international trade. Tanzania hela yetu haitumiki kwenye international transaction, kwamba naweza nikasema naenda labda South Africa kununua kitu nikalipa kwa hela ya Tanzania, wataikataa. Lakini nikienda nikalipa kwa dola watakubali. Nikienda Kenya nikilipa kwa dola wataikubali. Kwa hiyo ni zile currency ambazo zinatumika internationally ndio tunazitumia kwenye forex. Sasa ni currency zipi ambazo zinatumika kwenye international trade? Zipo nyingi, lakini major ziko 8. Ni currency 8 ambazo ndo zinatumika kwenye international trade, ambazo ni major currencies ambazo zinakuwa pia traded kwenye forex. Ya kwanza ni USD. Kwa hiyo kutakuwa na symbol ambayo inatumika, kwa mfano kama ni symbol ya hela yetu huwa ni T shillings. Lakini kwa forex kwa USD, kwa dola ni USD ndio kifupi chake. Ni hela ya wapi? Ni hela ya United States. Hela yao wanayoitumia inaitwaje? Inaitwa dola. Kwa mfano sisi tunatumia shillings, kwa hiyo wao wanatumia inaitwa hela dola. Nickname, hii nickname ni kwenye forex. Ukisikia mtu anakuambia BAC ujue kwamba anamaanisha USD, anamaanisha dola. Kwa hiyo hii ni nickname ya forex, kwamba BAC ukikuta ni lugha fulani tunatumia kwenye nanidi. Mfano ya Kitanzania hapo ungekuta basi uwe na majina mengi sana, mwingine ataita mpunga. Kwa hiyo unakuta ile na majina mengi sana. Kwa hiyo kwenye forex jina lake kifupisho ni BAC. Pia kuna euro ambayo inatumika kwa euro members. Currency wanayoitumia inaitwa euro. Nickname yake inaitwa fiber. Kuna JPY ambayo ni hela ya Japani, wao wanatumia ile inaitwa yen. Kwa hiyo hicho kifupisho ni Japanese yen. Hela nickname pia inabaki hivyo hivyo kuwa yen. Kuna GBP ambayo hela ni ya nchi ya Great Britain huko. Hela wanayotumia inaitwa pound. Kwa hiyo hii ni Great Britain pound. Cable ndo nickname yake in terms ya forex. Kuna CHF, hii ni hela ya Swaziland, wanatumia ile inaitwa franc. Kwa hiyo hii ni Swaz franc. Hela nickname yake inaitwa Swiss. CAD ni hela ya Canada. Kwa hiyo hela ya Canada currency inaitwa dola, nickname yake inaitwa luni.
Pia kuna Audi. Audi ni hela ya Australia ambayo unatumia dola, kwa hiyo hii ni Australian dollar. Nickname yake ni AUS, na hela ya mwisho ni NZD ambayo ni New Zealand. Hela yake inaitwa dola, nickname yake ni Kiwi. Kwa hiyo kama unavyoweza kuona hela nyingi sana au zinapokuwa quoted hichi kifupisho, mara nyingi zinatakiwa maneno haya mawili ya kwanza au herufi hizi za pili za kwanza represent jina la nchi, alafu herufi ya mwisho inakuwa na represent currency wanayoitumia. Nyingi zao ziko hivyo kasoro tu hela chache. Kwa mfano hii US ni United States dollar, euro ni euro, hiyo members wanatumia la euro. JPY ni Japan yen, kwa hiyo hii JPY ni Japan, hii ni Great Britain pound. Unaona kasoro hii hapa kuna CAD ambao ni Canadian dollar, Australian dollar, New Zealand dollar. Kwa hiyo haya maneno mawili ya kwanza huwa ni kifupisho. Nadhani ukikaa sana kwenye forex ya uhitaji hata kuclaim vifupisho au hii ni hela gani. I remember kipindi naanza nilikuwa nikiona CHF najiuliza hiki nini kirefu chake au ni hela ya wapi, lakini ukikaa muda mrefu basi utaelewa kwamba hivi ni vitu gani hapa tunaongelea. Kwa hiyo hizo ndo currency zenyewe. Sasa kama nilivyoongelea mara ya kwanza pale, kwenye hizi currency unakuta zinakuwa traded in pair. Yaani huwezi ukakuta kwamba hii moja tu hivi nika trade USD peke yake. Siwezi. Lazima iwe nibadilishane USD, nikitoa USD nataka kupata euro, au nikitoa euro nataka kupata Japan, hela ya Japan, Japanese yen, au nikitoa Japanese yen nataka kupata pound. Kwa hiyo lazima kuwe na combination ya hela mbili. Hizo combinations za hela mbili ndio zina bring us to the concept of currency pairs. Currency pairs ni zile au combination ya currency moja na currency nyingine ambazo zinakuwa traded kwenye forex. Kwa lazima kuwe na currency mbili tofauti, ambao tunasema kwamba currencies in forex market are always quoted in pairs such as GBP USD or USD JPY. The reason they are quoted in pair it is because in every foreign exchange transaction you are simultaneously buying one currency and selling another. Hii inamaanisha kwamba unapo simultaneous, neno simultaneous maana yake ni kwa papo kwa papo. Yaani unaponunua hela moja maana yake unauza hela nyingine. Mfano unataka kununua pound GBP, wewe kwa kununua pound inamaanisha unauza dola kwa papo, kwa sababu ingekuwa ni biashara nyingine, wewe unauza labda machungwa ili kupata hela. Kwa hiyo pale unapouza machungwa inamaanisha umepata hela. Kama unanunua inamaanisha pale utakapotoa hela ndio utapata machungwa, lakini hapa vyote ni fedha. Kwa hiyo utakapotoa fedha moja utapata fedha nyingine. Kwa hiyo ndio neno kusema simultaneous. Unapofanya kitu, unaponunua fedha moja inamaanisha, unapouza moja inamaanisha umenunua fedha nyingine. Mfano unauza euro, unauza pound. Kama wewe unauza pound inamaanisha umenunua dola. Kama unanunua dola inamaanisha umeuza, kama unanunua pound inamaanisha umeuza dola. Kwa hiyo unaponunua hii inamaanisha umeuza hii, au unapouza hii inamaanisha umenunua hii au. Ndio maana ya kusema simultaneous. Simultaneous inamaanisha ni papo kwa papo, unafanya vitu viwili kwa pamoja, kwamba unapouza hii inamaanisha umenunua hii hapa, au unaponunua hii inamaanisha umeuza hii hapa. Nadhani hapo nimeeleweka. Mfano pair hii hapa ambao ni euro USD. Euro USD imekuwa quoted kwamba unakuta sasa kwenye exchange rate ndio umepewa kwamba euro USD sawa sawa na 1.1800. Hii inakuwa na maana gani? Hii inakuwa na maana kwamba first listed currency to the left, kwamba currency ya kwanza, hizi ndo currency mbili, euro na tuna USD. Currency ya kwanza kushoto kabla ya hii slash ambayo ni euro, hii inaitwa base currency. Inaitwa base currency. Currency ya pili baada ya slash, yani ile ya kulia, huwa inaitwa counter ama court currency. In this example ni dola. Kwa hiyo dola ndo counter au court currency, euro ni base currency. Kwa hiyo ukiangalia exchange currency pair yoyote ile currency ya kushoto inaitwa base currency, ile ya kushoto ya kwanza kuwa
imeandikwa ya kwanza, ile ni base currency. Ile ya pili inayofuatia inaitwa quote au counter currency. Na value ya base currency, hapo naongelea base currency, naongelea value ya ile hela ya kwanza kuwa listed, always huwa ni sawasawa na 1. Value ya base currency huwa sawasawa na 1. Value ya ile fedha ya pili ambayo ni counter currency ndio hii ambayo inaandikwa huku mwishoni. Kwa hiyo ili mimi kupata ili mimi nipate euro 1, kwa sababu value ya base currency ni 1, mimi nipate euro 1 nahitaji kutoa dola 1.1800. Ama hii nikitoa dola 1.1800 nitapata euro 1 kwa lugha nyingine. Kwa hiyo value ya base currency ambayo ni ile currency ya kwanza kuwa listed hapa ni 1. Value ya ile currency ya pili huwa ndo hii ya huku ambayo inaandikwa huku, ambayo ndo tunasema sa exchange rate yenyewe. Kwa value ile exchange rate unaonaga ni value ya hii counter currency ambayo ndo quotation, ambayo ndo currency imekuwa quoted. Nadhani hadi hapo nimeongea kueleweka. The currency pair indicate how much of counter au quote currency is needed to purchase 1 unit of base currency. In this example, natakiwa nilipe dola 1.188 ili kupata euro 1. Kwa hiyo nitatakiwa nitoe dola hizi kupata euro 1. Ndio maana ya exchange rate ukikuta imekaa kwa mfumo wa namna hii. Currency pair imekuwa imewekwa hapo, alafu kuna rate, exchange rate ipo hapo hivi. Kwa hiyo always the value of base currency is equal to 1. Kwa value ya base currency siku zote ni sawa sawa na 1. Value ya base currency siku zote ni sawa sawa na 1. Kwa hiyo basi base currency ambayo ile currency ya kwanza kuwa listed, thamani yake huwa sawa sawa na 1 always. Tunaendelea, tunasema kwamba the base currency is a basis for the buy or the sell. If you buy euro USD, mfano ndio umekuta kwamba pair ni euro USD, wewe unataka ununue hii pair, kwamba unaona pair ni hii, una place order ya kununua, unamwambia broker, bana nataka ninunue kwenye hii pair, nataka ninunue. Inamaanisha hapo, ninachomaanisha basis yako ni ile counter currency. Basis ni counter currency. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hebu samani kidogo na nipokee hii simu ya umuhimu kidogo. Sawa sawa. Hello. Niambie. Kwema vipi? Ya, nipo ofisini hapo. Unaweza kusubiri kidogo, kuna kipindi niko nakifanya hapo, nitakupigia hapo. Okay, tuendelee. Sawa. Kwamba base currency ndio basis ya kila kitu. Kwamba ninaposema nataka kununua euro USD, hii pair inamaanisha basis yangu ni ile base currency. Kwamba nitanunua euro. Nikisema nanunua inamaanisha nanunua euro against hii currency ya pili. Nikisema nataka kuuza inamaanisha nauza base currency against quote currency. Huwezi ukasema pair imekuwa listed hivi, wewe unataka ununue quote currency au unataka uuze quote currency. Auuzi wala kununua quote currency. Unauza na au kununua base currency. Inamaanisha ukikuta currency iko hivi, ukisema una place order ya kununua inamaanisha unanunua euro against dollar. Ukiplace order ya kusell inamaanisha unauza euro, unaona, ili kupata dola. Ukiplace kununua inamaanisha unanunua euro, unauza dola. Ukiplace kuuza inamaanisha unauza euro kupata dola. Kwa hiyo basis ni ile base currency, kwamba unaposema nanunua au kuuza inamaanisha unanunua au kuuza base currency ambayo ni euro, ila ile ya kwanza kuwa listed, ya kwanza kushoto ndio unainunua ama kuiuza. Uwezo ukasema unanunua ama kuuza ile fedha ya pili. Hii imekuwa tu quoted. Kwamba you would buy the pair if you believe the base currency will appreciate.
Kwa hiyo nitanunua tu pale nitakapoona kwamba hii base currency itapanda thamani. Kwa hiyo ili mimi ninunue euro, natakiwa nijue kwamba euro inaenda kupanda thamani, ndio maana nataka kuinunua. Euro ikipanda thamani ndio mimi nasema okay, sasa hivi nataka kuinunua. Mfano kwenye ule mfano wetu hapa nyuma, kama euro USD exchange rate yake ni 1.1800, inamaanisha mimi nikitaka euro moja sasa hivi thamani yake, nikitaka euro moja natakiwa nitoe dola 1.1800. Ashumu hii rate ikapanda kwamba euro moja ikawa sawa sawa na dola 1.1820. Kwenda kutoka kwenye 1800 ikaenda 1820. Kwa hiyo euro moja ni sawa sawa na dola 1820. Ili mimi nipate euro moja natakiwa nitoe dola 1.1820. Kwa hiyo kama nilinunua euro hapa kwa thamani nikatoa dola hizi kadhaa, nimenunua euro moja nikatoa dola 1.1820. Sasa hivi euro moja ni sawa sawa na dola 1820. Inamaanisha nimepata faida kwa sababu dola nilinunua euro kwa hela ndogo, yani nilitoa dola hizi tu 1820 kupata euro moja, lakini sasa hivi euro moja ni dola 1.1820. Inamaanisha nikisema nauza, nitauza kwa dola, nitapata dola 1820 badala ya dola 1800. Ndio maana ya kwamba kusema you buy the pair if you believe the base currency will appreciate. Kwa nitainunua tu pale nitakapokuwa naamini kwamba euro itaenda kupanda thamani. Kwa euro kupanda thamani inamaanisha kwamba ile exchange rate itapanda. Na nitaiuza, you would sell the pair if you think the base currency will depreciate. Kwa najua kabisa kwamba nitauza kama nikiona thamani inashuka, kwamba euro thamani yake inashuka, kwamba euro moja ilikuwa ni sawa sawa na dola moja. Ili kupata euro moja nilitakiwa nitoe dola 1.1820, lakini sasa hivi ikashuka mpaka 1.17. Kwa ili kupata euro moja mtu anatakiwa anipe dola 1.17. Kwa nini ananipa hivi? Inamaanisha zimeshuka thamani. Kwa hiyo mimi ningetoa order ya kuuza hapa kama naona hii inashuka thamani. Sitaki kukaa na euro wakati zinashuka thamani. Kwa hiyo ndio maana na place order ya kusell hii euro. Sitaki kukaa nayo maana inashuka thamani. Kwa hiyo utauza tu pale utakapokuwa unaona value zinashuka au exchange rate zinashuka, na utanunua tu pale utakapoona value zinapanda au exchange rate zinapanda, kwa concept, kwa logic hiyo. Type of currency pair. Tumeshaona sasa currency pair, mfano ni zile combination ya currency mbili, mfano euro na USD, euro na pound, ndio currency pair. Sasa zina aina yake hizo currency pair. Aina zake ziko tatu. Ya kwanza ni major currency pair. Na maanisha katika ule mchanganyiko ukiupata USD ndani yake, hiyo inakuwa considered kama major currency pair. Mfano ukichanganya kwenye zile currency ukakuta pair ipo USD JPY, USD ipo ndani yake, hii ni major currency pair. Euro USD, USD ipo, ni major currency pair. Pound USD, USD ipo, ni major currency pair. USD K, USD JPY, USD yen, yani USD ikiwepo na pair nyingine yoyote ile, Australian dollars to USD ikiwepo ndani USD, ile ni major currency pair. Kwa ni major currency pair na ina mzunguko mkubwa sana kwa sababu USD ni currency moja ambayo ni kubwa sana. Sasa kuna minor, ukitoka major zipo minor ama cross currency pair. Zile ni currency pair ambazo mchanganyiko wake hauna USD ndani yake. Kwa katika zile currency 8 ukizichanganya ndani yake usipate dola, basi ile inakuwa ni minor. Zile major currency zile, kwa mfano ukazichanganya zile pair ukakuta KD JPY, NZD JPY, na hizi pair zisikuchanganye wewe, sio kwamba ndio utakuwa unazichanganya unasema sasa hivi nataka JPY euro. Hapana, hizi zimekwisha kuwa quoted, yani always utazikuta ziko hivi hivi. Mfano USD JPY huwezi ukaikuta hata siku moja imeandikwa JPY USD. Always utaikuta USD ndio inaanza, JPY inafuata. Utaikuta euro ndio inaanza, inafuata USD. Huwezi ukakuta pair hata siku moja imeandikwa USD euro. Hakuna kitu kama hicho. Hizi sikuchanganya useme nitakuwa nazichanganya. Hizi zote utazikuta zimekusha kuwa given, kwamba wewe unachagua tu unataka uuze
pair ipi au unataka uuze currency ipi. Kwa hivi zote utazikuta pair. Mfano, ngoja tuangalie mfano hiki kibao unachokiona hapa ndio kibao cha broker. Kwa hiyo inamaanisha huu mchanganyiko utaukuta hapa wa hizi currency kwamba USD CHF, GBP USD, Euro USD, USD JPY. Utazikuta zimekwisha kuwa quoted na zipo hapa pamoja na value zake. Kwa hiyo wala hata kidogo zisikuchanganye kwamba nitakuwa nazipata wapi au hivi na hivi. Kwa hiyo ukizichanganya hivyo unakuta usipokuta USD ndani yake inaitwa minor currency pair. Mchanganyiko na currency pair ya tatu inaitwa exotic currency pair. Exotic currency pair ni ile currency pair ambayo ndani yake ina emerging currency. Emerging currency ni ile currency ambayo inaanza kukua kutumika kwenye international trade, kwamba imeanza kupenetrate kuanza kutumika kwenye nchi baadhi. Kwa mfano ile yetu ya Tanzania ingeanza kuwa imevuka boda, inaanza kutumika Kenya, inaanza kutumika Uganda, inaanza kutumika labda Malawi, Burundi, Nigeria, wapi, nchi kadhaa zinakubali malipo ya hela yetu, ile hela basi ingekuwa ni exotic currency, kwamba imeanza kuingia kwenye international trade, imeanza kukubalika na nchi nyingi. Kwa hiyo kuna hela baadhi ambazo zimeanza kukubalika na nchi nyingi mpaka zimeingizwa kwenye forex. Hela hizo ni kwa mfano Russia Federation Rupee ambayo inaitwa RAB, South African Rand, England South Africa, South Korean Won, kuna Hong Kong Dollar, kuna Mexican Peso, kuna Indian Rupee, kuna Singapore Dollar pamoja na nyingine nyingi. Hizi zote tutazikuta zimekuwa quoted against na currency na major currency. Hauwezi ukazikuta zipo exotic pair kwa exotic pair. Yaani kwamba mfano ZAR pamoja na Mexican Peso au pamoja na Rupee zimeunda pair. Hapana, utaikuta USD na ZAR, utaikuta USD na Rupee. Kwa hiyo ni unakuta imekuwa imechanganywa pamoja na ile major currency moja. Kwa hiyo mchanganyiko ule ndio unaunda exotic currency pair. Na hizi exotic currency pair huwa hatuzitrade sana kwenye forex kwa sababu zinakuwa zinatukosti sana. Yaani tunalipa yani broker anatuchaji commission kubwa kwa ajili ya kuexchange hizi fedha, kwa sababu ili mimi nataka ninunue ZAR au nataka kuuza hii hela ZAR. Sasa anapata shida sana kumpata mteja hii ZAR. Kwa hiyo ananichaji kiasi kikubwa sana. Kwa nini ananichaji kiasi kikubwa wakati naweza kununua currency nyingine? Kwa hiyo hizi azita nanili. Mfano ukiangalia kwenye chati zako, hii ya mwisho huku tutakuja kuangalia baadaye, zinaitwa ndio commission kwa broker, na ndio profit yake anakuwa anaipatia hapa. Ninapoona hivi 9, 8, 5, 6, hizi ni commission kwa broker. Ziko in terms ya pips na micro pips. Tutaangalia baadaye tukianza kusoma hivyo vitu. Kwa hiyo ninapoona ni nyingi sana au ni kubwa, ujue kwamba commission yake ni kubwa. Mfano hizi ona 9, 8, 6 au ngapi, 15, 22. Lakini nikija kwenye currency moja exotic, mfano hii hapa USD na hii Turkish Lira, nitakuta 1054. Kwa nini ninunue ambayo commission yake kubwa hivi kuliko hii ambayo commission yake ni 9? Hebu angalia hii 9 uje uangalie hii ambayo ina 1000 na. Kwa nini ninunue hiyo ni kati? Hakuna mtu anayependa kununua kitu chenye thamani ya namna hiyo, kwamba inamkosti sana kwenye kufanya transaction hizo. Kwa hiyo hatutazinanili sana hizo currency pair. Wala hata kwenye kuja kuchagua kwamba currency unayotaka kutumia una focus kwenye zile major ambazo unaweza ukachagua kutokana na mzunguko wake ambao unaonekana kama hapa, kwamba hizi currency pair ambazo zina contribute mzunguko mkubwa sana sokoni, kwamba ni katika mzunguko wa kila siku currency ipi imenunuliwa sana na kuuzwa sana, ambayo nadiri yake ipo namna hii. Kwa hiyo yule USD ndio currency ya kwanza kununuliwa sana
ambao mzunguko wake tu kwa siku ni 28%, kwamba ina contribute ile volume nzima. Kwa unapoona zile trilioni 5.3 mzunguko wa forex kwa siku zimekuwa contributed kwa 28% na Euro USD kwa kununuliwa na kuuzwa. Hii ni 14% zina drop, na zile nyingine zote zinazobaki zinajumlisha 28% ya mzunguko mzima ule wa trilioni 5.3. Kwa hiyo unaweza kuona ni kiasi gani currency ipi na mzunguko sana kwa siku imenunuliwa sana na kuuzwa sana, na ndio maana utakuta watu wengi sana wana trade Euro USD, USD JPY. Kwa hiyo hizi ni currency unaweza kusema okay, mimi nachagua moja kati ya hapa. Hata fee ninayolipa ama commission broker anayochaji ni ndogo sana kwa Euro USD. Ndio currency inayoongoza kwa kuwa na spread ndogo sana, kwa kuwa na commission ya broker anayochaji ndogo sana ni Euro USD. Afu inafuatiwa na hizi USD JPY na kuendelea. Ndio maana ukikuta pair ambayo haiko hapa, ambayo ipo kwenye category ya others, ukitaka commission ni kubwa. Kama GBP au Australian dollar au na nini, unakuta ina commission kubwa.